Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Na leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazopatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 13. Tutaanza na siri ya kwanza, kutii mamlaka. Kila mtu atii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamliwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka? Fanya mema nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamiri. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Wapeni wote haki zao, mtu wa kodi kodi, mtu wa ushuru ushuru. Astahimilie hofu hofu, astahimilie heshima heshima. Nini tunajifunza hapa tunaposoma ili andiko ambalo Roho Mtakatifu alimwachilia kupitia mtumishi wa Mungu wa Yesu Kristo Paulo, kulinena kwamba kutii mamlaka. Kwenye kutii mamlaka kuna siri kubwa sana. Unajua, unapotii mamlaka, unatii mamlaka, maana hakuna mamlaka ambayo haijawekwa na Mungu, isipokuwa mamlaka ile ambayo imejiweka yenyewe. Maana kuna mamlaka iliyowekwa na Mungu kabisa kwa haki na kweli, na kuna mamlaka iliyojiweka yenyewe ambayo imewekwa na shetani. Maana yake imejiweka pasipo kibali cha Mungu. Zipo. Maana yake ni nini? Mamlaka hiyo tunaambiwa tuitii kwa sababu neno la Yesu lilisema, wabarikini wanaowauzi, waombeeni wanaowauzi. Wabarikini tu. Maana tunatakiwa tuushinde ubaya kwa wema. Ubaya wa mbaya unatakiwa ushinde kwa wema, tusiushinde kwa ubaya. Maana ubaya na ubaya huwezi kushindana hata siku moja. Ubaya unashindwa na wema tu. Ndicho alichokiachilia mapema sana katika Injili Yesu Kristo mwenyewe, lakini pia bado akaachilia kwa mitume wake kama huyu Paulo. Alifundisha Warumi 12 mstari wa 14, wabarikini wanaowauzi, waombeeni wanaowatesa. Tuwabariki tu ili tupate kuwa wana wa Mungu. Siri ya pili, upendo. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumuishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria.
Nini tunajifunza pale tunapofundishwa katika kitabu hiki kwamba siri ya kuwa na upendo? Upendo ndio uliovunja vyote. Upendo ndio uliomshinda shetani. Upendo ndio ulioufanya mwanadamu apatanishwe na Mungu. Upendo ndio uliobeba tunu ya uzima wa milele. Ndicho maana tunajifunza hapa, tunapokuwa na upendo, tupendane sisi kwa sisi. Na nzuri zaidi, Yesu alinena mambo makubwa, akaenda mbele zaidi, akasema mpende hata adui yako na umuombee anayekuudhi, ili apate kubarikiwa na kutakaswa, ili apate kuwa mwana wa Mungu. Upendo ndiyo silaha ambayo Yesu Kristo aliiachilia msalabani. Damu yake ikanena mema badala ya kunena laana. Ukumbuke damu imebeba laana na baraka. Damu ya Habili au Abeli alipomuua Kaini ilienda kwenye ardhi. Mungu akaiona inamlilia Mungu kwa sababu ya kuuliwa kwa kuonewa. Yesu alipokufa, damu yake haikumlilia Mungu bali ilinena wokovu na neema. Ndiyo maana alisema tupendane ili tupate kuwa wana wa Mungu. Maana palipo na upendo hakuna vita. Palipo na upendo hakuna magomvi. Palipo na upendo kuna huduma zote kwa haki na amani, na palipo na upendo kuna furaha tele. Palipo na upendo kuna chakula kinaingia mwilini. Palipo na upendo wanashiba. Palipo na upendo hakuna huzuni wala kilio wala hofu, yote ni amani. Siri ya tatu, ombi la dharura. Naam, tukijua wakati wa kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa urafi na urevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwashwa tamaa zake. Nini tunajifunza hapa tunaposoma siri inayohusu ombi la dharura? Paulo aliwafundisha hapa akiwadhibitishia kwamba mkiwa na upendo, maana yake mtakuwa nuruni daima, na mtamvaa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo yeye ni upendo. Ndiyo maana aliachilia upendo upitao upendo wa kila kiumbe msalabani. Maana Yesu Kristo hakuwa na dhambi, hakuwa na hatia yoyote, na akafa kwa ajili yangu na wewe tupate kupona. Kwa hiyo ili ombi daima tunatakiwa tumvae Yesu Kristo, tutembee naye. Na tunamvaaje? Kwa kumwalika Roho Mtakatifu muda wote, kwa kujifunza neno lake, ili tupate kumfanya Roho Mtakatifu awake daima, asije akazimika. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.